imehubiriwa. So tunasema kwamba kama injili ya Mungu ilihubiriwa tangu mwanzo, au injili kuhusu Kristo Yesu ilihubiriwa tangu mwanzo, so ina maana kwamba haki ya Mungu imekuwepo tangu mwanzo. Imekuwepo tangu mwanzo. Unajua kwamba watumishi wa Mungu walihubiriwa injili. Kuna wale waliamini na kuna wale walikatalia mbali, walikataa kuamini katika ujumbe wa Mungu au habari za Mungu. Na kwamba kama Adamu alikataa ujumbe wa Mungu, alikataa ile haki ya Mungu. So so lakini tukiangalia Ibrahimu alikubaliana na habari za Mungu, au alikubali injili ya Mungu. Aliamini katika habari za Mungu. Tuangalia Mwanzo 15 mstari wa 6. Au anzia mstari wa 4 ndio tu. Mwanzo 15 mstari wa anzia mstari wa 4 hadi mstari wa 6 ndio tu. Mwanzo 15 mstari wa 4. Na neno la Bwana likamjia likinena, huyu hakurithi bali atakurithi. Nasema huyu hatakuridhi bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta nje, akasema tazama mbinguni, akazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Tunaona kwamba Ibrahimu anaambiwa kuhusu uzao. Na hapo tunajua kwamba au tunafahamu kuwa uzao wa Ibrahimu hakuwa ni ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu kuhusu uzao haikuwa ni Isaka, bali ilikuwa ni Kristo. Hilo tumefundishwa kwenye somo la kumsikia Mungu. Mafundisho hilo kwenye somo la kumsikia Mungu. So tunajua ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu kuhusu uzao ilikuwa ni Kristo Yesu. Ilikuwa ni kuhusu Kristo Yesu. So unasema mstari wa 6 unasema kwamba akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Akamhesabia jambo hili kuwa haki. So tunaona kwamba Ibrahimu aliamini ujumbe wa Mungu. Ibrahimu aliamini ujumbe wa Mungu. Alikubaliana na ujumbe wa Mungu. Alikubaliana na ujumbe wa Mungu ambaye ameahidiwa kuhusu uzao, na tunajua kwa uzao ulikuwa ni Kristo Yesu. So Ibrahimu alikubaliana na ujumbe wa Mungu kuhusu Kristo Yesu ambaye alikuwa hatakuja, au Mungu kuja kuvaa mwili. Because tuliangalia tukaona kwamba injili inahusu maisha ya Kristo, au kuja kwa Yesu katika mwili, kufa na kufufuka kwake na kuketishwa kwake. Injili so ina maana kwamba Ibrahimu aliamini habari za Kristo kuja katika mwili. Kristo kuja katika mwili na kufa na pamoja na mateso yake, na kufa na kuzikwa pamoja na kufufuka kwake. So Ibrahimu akupinga, aliamini na kukubaliana na habari za Mungu. Aliamini na kukubaliana na habari za Mungu. Napata kwamba pale akiwa kwenye mlima wa Moria, Ibrahimu amefundishwa na Mungu kuhusu
Mungu vile atakavyo toa, ya kwamba Mungu yeye ndiye mtoaji, ya Mungu ndiye atakaye ya kwamba Mungu atakuja katika mwili, au Kristo atakuja na atakufa na kufufuka, ya Ibrahimu amehubiriwa injili pale, alikuwa ameenda kumtoa mwanawe. So ile kumtoa mwanawe ilikuwa lugha ambayo Ibrahimu alifundishiwa nayo, au alifundishwa nayo kuhusu habari za Mungu. Ndio maana unapata mwishowe wa mambo yale Ibrahimu anamuita Mungu Yehova Jireh, anamuita Mungu Yehova Jireh. Maana yake ni Mungu anayeona kabla ya hitaji, Mungu anayeona kabla ya hitaji na kutoa, so naona kwamba Mungu ndiye anayetoa, Mungu. So Ibrahimu alifundishwa kuhusu habari za Mungu, kwamba yeye Mungu ndiye atakayemtoa mwanawe, na atamfufua kutoka kwa wafu, atamtoa au kumfufua kutoka kwenye mauti. So Mungu ndiye alikuwa atakayetoa sadaka kwa ajili ya maisha ya watu, ya kwamba Mungu ndiye anayeona kabla ya hitaji na anayetoa. So tunaona kwamba Ibrahimu alikubali au aliamini habari za Mungu, alikubaliana nazo, aliziamini, hakupingana na habari za Mungu. Bali tumeona Adamu alikataa kuhusu ujumbe wa Mungu, yaani hakukubaliana na ujumbe wa Mungu au kile ambacho Mungu alitoa kwake, yaani alikataa habari za Mungu, So tuangalie Warumi 4:1, tuone Paulo anaelezaje kuhusu habari za Ibrahimu. Rumi 4 kuanzia mstari wa kwanza. Sasa basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Mpaka mstari wa ngapi? Mstari wa 4. Asema kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana andiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Mstari wa 5. Asema lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Wow. Paulo anasema basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Mstari wa 3 anasema maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Mstari wa 4 anasema lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. So tumeona kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu, na anaposema kwamba lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake uhesabiwi kuwa ni neema. Mtu afanyaye kazi maana yake mtu aliye na matendo mazuri, aliye na matendo mazuri, au aliyatimiza matendo ya sheria, maana aliye na matendo mazuri. So anasema
anasema ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema bali kuwa ni deni. So anasema lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyemtauwa, bali asiyekuwa mtauwa, asema lakini kwa mtu afanyaye kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema bali kuwa ni deni. Anasema lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Asiyekuwa mtauwa manake asiyekuwa na matendo mazuri, au matendo kamili. Maana tunajua kwa mujibu wa Torati, kwa mujibu wa Torati ilikuwa ndio wewe mtauwa, ilikuwa ni utimize yale matendo ya sheria, yani utembee vizuri, utembee kwa matendo mazuri, ndio itumie kwako kuwa mtauwa. Hiyo nilikuwa mujibu wa Torati, kwamba kama haujaitimiza kuitenda sheria au matendo ya sheria, kwamba haujafikia mahali pa kuwa mtauwa, kuwa mtauwa. Au lakini neema ya Mungu inasemaje? Kwamba neema ya Mungu inasema kwamba ni katika kumwamini. Tunaamini yule ambaye anatuhesabia haki. Neema ya Mungu inasema kwamba tunaamini yeye ambaye anatuhesabia haki. Maana kuna yule ambaye anatuhesabia haki. Kumbuka hapo nyuma tumesema kwamba mwanadamu hakutenda haki. Mungu ndiye anayemhesabia mwanadamu haki. Sio kwamba mwanadamu ametenda haki. Bali Mungu ndiye anamhesabia mwanadamu haki. So tunaona kwamba haki ya Mungu ni tofauti na haki ya sheria. Haki inayotokana na sheria. Haki ya Mungu ni tofauti. Maana sheria inasema kwamba utimize au utimize. Utembee sawa sawa, utimize, yani utembee kwa matendo mazuri, utimize sheria. Yote ndio uwe mwenye haki. Lakini neema ya Mungu inasemaje? Kwamba tunamwamini yeye ambaye anatuhesabia haki. Tunamwamini yeye ambaye anatuhesabia haki. So unaona kwamba haki ya Mungu ni tofauti na haki ya sheria. Haki inayotokana na Mungu, haki inayotokana na Mungu ni tofauti na haki ya sheria au ya matendo ya sheria. Maana haki ya Mungu inakuhitaji imani, au inakugharimu imani kwa yeye ambaye amekuhesabia haki. Lakini sheria inakudai wewe utende sawa sawa na sheria. Utende sawa sawa na sheria. Ndio maana Yesu anakuja anawaambia aje? Anawaambia haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo. Haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo. So manake Yesu alikuwa anarifaa kwa maana Mafarisayo walitegemea haki inayotokana na matendo ya sheria. Kwamba lazima utimize matendo ya sheria ili uqualify kuwa mwenye haki kwa mujibu wa sheria. Lakini haki ya Mungu, haki inayotokana na Mungu, nasema kwamba tunamwamini. Maana yule ambaye anatuhesabia haki, tunamwamini yeye. Yule ambaye anatuhesabia haki. Napata kwamba sheria ili unapata unamhubiria mtu injili, unamweleza vizuri kwamba wokovu ni nini, Mungu penye Mungu alitupenda, ametoa pendo lake kwetu, ametuokoa kwa neema yake mwenyewe, ya kwamba wokovu wa Mungu hautegemei matendo yetu au hakuna nafasi ya matendo yetu kwa wokovu wa Mungu. Tunapokea kwa imani.
mtu anakubali lakini anasema anasema ndio, lakini lazima tutembee kwa kwa matendo mazuri au mpaka lazima tutembee kwa mwenendo mzuri. Mwenendo mzuri, matendo mazuri ni Kiswahili ni mazuri lakini sio kwa mujibu wa wokovu. Lakini sio kwa mujibu wa wokovu. Wokovu ni kazi ya Mungu mwenyewe. So haihusiani kivyovyote vile na matendo ya mtu. Maana pale ambapo umeanza kuingiza matendo yako kwa wokovu wa Mungu, hapo sasa inakuwa maana hiyo ni kazi ya Mungu mwenyewe, na kile ambacho anakudai ni imani yako, wewe kuamini. So alafu Mungu amekwambia kwamba wewe unapokea kwa kuamini, alafu umekuja huko na jitahidi tena na kuongezea matendo mazuri ili uokoke. Matendo ni mazuri lakini sio ili uokoke, au haikufanyi upokee wokovu. Matendo mazuri hayawezi kufanya upokee wokovu wa Mungu, bali imani pekee yake iliyo katika Kristo Yesu. So matendo yamefungiwa nje. Wale wana wa Israeli wamehubiriwa habari za Mungu na Musa. Wamehubiriwa habari za Mungu na Musa, lakini mwisho wake wamesema nini? Sisi hatutaki hizo, sisi tunataka sheria. Sheria ndio tuongoze. Walipinga kile ambacho Mungu alileta kwao. Wakataka sheria ili kwamba iongoze. So maana sheria inaonyesha kwamba kwanza kuna ujumbe wa Mungu ambao ulihubiriwa kwao. Lakini waliukataa. Sio kwamba sheria ndio iliyotangulia, lakini kuna ujumbe wa Mungu uliletwa kwao. Ulihubiriwa kwao, lakini waliukataa, walipinga. Sasa ikabidi umekuwa na sheria. Wamekuwa na sheria. Sasa wametaka sasa wajitafutie haki yao wenyewe kutokana na ile sheria. Kutokana na ile sheria. Lakini bahati mbaya ni kwamba hawakufaulu. Ili tu wangepokea kila ambacho ni cha Mungu. Hawakufaulu kabisa. Naona tu bora wangepokea kila ambacho ni cha Mungu. Manake gharama iko wapi? Kuamini ama kutenda matendo mazuri? Kero kubidia mtu sasa amekataa, bado ana insist mpaka matendo iweko. Sasa unamuuliza sasa gharama iko wapi? Ama urahisi uko wapi? Ni katika kuamini kile ambacho Mungu mwenyewe ametoa. Amesema mimi na kuhitaji wewe uamini. Sihitaji matendo yako. Maana matendo hayahusiki mahali popote katika wokovu. Lakini bado unapata mtu bado amekwamilia, anataka matendo ya kwamba matendo ndio anaona kama matendo ndio inaohakikisha wokovu wake. Huyo ambaye ni uongo kabisa. Hiyo haiwezekani. Matendo hayawezi kuhakikisha au kulinda wokovu wa mtu. Maana kama ingekuwa hivyo, basi hapangekuwa na haja ya Kristo kuja kufa. Watu wangetenda tu matendo mazuri na Mungu mwenyewe afanya mambo yake huko. Tuende hivyo. Manake kama Wayahudi wale wenye walijitahidi na sheria yao, walitembea vizuri kwa mujibu yaani walijitahidi kwa mujibu wa sheria kwamba waonekane wana haki kwa mujibu wa sheria, lakini sio katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Na maana Kristo akuja anawaambia kwamba Musa aliwaandikia Torati, lakini hakuna hata mmoja wenu
mwenye ameishika hiyo torati au ameitimiza. Na wao tu ndo wakati wote walikuwa tu wanakimbizana Yesu huku na huku, kumpinga na kumwonyesha vile ambavyo wao wamestahili au wako sawa, ya kwamba kwa mujibu wa sheria sisi tuko kamili. Akina Kristo anaangalia na anawaambia, ninyi Musa aliwaandikia torati, lakini hapana hata mmoja wenu aliyeshika torati. Kumaanisha hata yenyewe wenye walikuwa wanajigamba, manake hawako manage kuifanyia kazi vile ambavyo inafaa, au kuitekeleza au kuishika vile ambavyo ilifaa. Yaani lile tu alikuwa amevaa unafiki. Na ukitaka kujua ni wakati ule mwanamke amefumaniwa, wanamleta mbio kwa Yesu. Asema, wewe huyu mtu kama huyu Musa alisema akipatikana apigwe mawe. Ndio ujua hakushika hata hiyo torati. Lakini kujigamba ambao wamejigamba kwamba wao ni wenye haki, wameshika sheria ya Musa, anasema sisi tunamwamini Musa, sisi tunamwamini Musa. Lakini Kristo anawaambiaje? Yule ambaye anajua ya kuwa au hajafanya hivyo, hiyo hicho chenye huyo mwanamke alikuwa akifanya, yule ambaye anajua hakufanya hivyo au kwanza so ina maana kwamba hao watu walikuwa wakifanya hivyo, walikuwa wakizini, lakini nila kwamba yao ilikuwa haijaonekana, haijaonekana au hawajapatikana. Lakini so unajua, so sheria ya Musa inasema kwamba mtu akifumaniwa, so kwa sababu wao walifaulu kufanya na hawajafumaniwa hawajafumaniwa wamebaki kujiita wakamilifu. Yale ilikuwa imekanyagiwa. Walikuwa wanafanya chini ya maji, so wao hawajafaulu kufumaniwa, so wanajigamba kuwa wao wana haki, au wameitenda sheria, wewe ambaye ni uongo, ni uongo. Hawajafaulu kabisa. Ndio maana Yesu anaambia hata hiyo torati hakuna hata mmoja wenu ambaye ameishika. Wamezunguka huko, yani wamemtafuta tu Yesu huku na huku, wamekimbizana na Kristo, kumuonyesha vile ambavyo wao ni, yani ni kama wewe hizi habari zako nasema sisi tunamjua Musa, sisi tunamjua Musa, na sisi tunamwamini Musa, tunamwamini Musa. Ukitaka kudhibitisha zaidi ya kuwa hata huyo Musa mwenyewe hawakumwamini, Kristo anawakumbusha ya kuwa mungelimwamini Musa, ungeamini mimi, manake aliandika habari zangu mimi Kristo. Sasa hata Musa mwenyewe hawakujua alikuwa anasema nini. Yohana 5:56 utajisomea mwenyewe kwa wakati wako. 46, so wanamwambia Kristo, sisi tunamwamini Musa, sisi tunajua Musa na tumeshika kweli kweli maneno yake. Lakini Kristo anaangalia na anambia, ninyi ingelikuwa mlimwamini Musa, mngeniamini na mimi. Kwa maana Musa mwenyewe alizungumza kuhusu habari zangu. So manake hiyo inaonyesha kwamba ni kitu ambacho walikuwa wamefundishwa, au kilikuwa kimehubiriwa kwao, walikuwa